Bismillahirrahmanirrahim. Kila sifa njema na zilizo timilifu zinamstahiki Allah tabaraka wa taala. Kisha ziada rahma na aman zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Lifuatalo ni tamko la baraza la mashekhe Morogoro Manispaa dhidi ya kauli za upotoshwaji zilizotolewa na mjumbe wa halmashauri BAKWATA mkoa wa Morogoro, Sheikh Muhammad bin Sheikh Bafadhil. Ndugu Waislamu wa Morogoro mjini, hivi karibuni tarehe 4 mwezi wa 12 2025 kwenye moja ya msikiti uliopo hapa Morogoro mjini, msikiti wa Kingo, yalisikika matamko kutoka kwa aliyejitambulisha kama mjumbe wa baraza la mashekhe mkoa wa Morogoro, na hapa tunamnukuu: ndugu zangu Waislamu, kama mlivyotambulishwa mwanzo, mimi ni mjumbe wa baraza la mashekhe mkoa wa Morogoro, Sheikh Muhammad Bafadhil, na tumekuja hapa tukiongozana na katibu wa BAKWATA mkoa wa Morogoro. Kadhia iliyotokea jana, uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania umetengua kwanza barua aliyopewa imamu wetu Sheikh Jafar bin Thinei mwenye amani kwamba hilo jambo halijakaa sawa sawa. Hilo jambo limefanywa na watu wachache wenye nia ovu ya kutaka kupotosha Uislamu katika mkoa huu wa Morogoro. Kwa sababu tukisema Uislamu katika mkoa wa Morogoro, kuanzia ngazi ya wilaya imeoza, BAKWATA wilaya imeoza, kisha upande wa pili BAKWATA mkoa pia imeoza. Hawafanyi mambo yanayotakiwa na Waislamu katika kuwaongoza Waislamu katika mkoa huu wa Morogoro. Lengo na madhumuni ni kuvuruga Uislamu na kuichafua dini yetu ya Uislamu ili kuonekana kwamba sisi Waislamu ni wakorofi. Kwa hiyo kuna watu wenye nia ovu ya kupotosha Uislamu. Kwa hiyo ngazi ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Taifa makao makuu, kwenye ofisi ya Mheshimiwa Katibu Mkuu Mruma pamoja na ofisi ya Mheshimiwa Mufti Samaha Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, limeyaona haya na kutoagiza sisi tuseme maneno kupitia Uislamu katika msikiti wa Kingo kutokana na kadhia ambayo inaendelea. Mwisho wa kumnukuu. Ndugu Waislamu, kwanza kabisa tunapenda kujulisha umma wa Kiislamu kuwa baraza la mashekhe ni baraza halali linalotambulika kisheria kupitia katiba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA toleo la mwaka 2018 ibara ya 37. Na baraza la mashekhe katika kutekeleza majukumu yake halali ya kikatiba lilifanya maamuzi ya kutengua uongozi wa imam wa msikiti wa Kingo na katibu wa msikiti huo tarehe 1 mwezi wa 12 2025. Viongozi hao walipewa barua zao za kutenguliwa kwenye nyadhifa zao. Aidha, baada ya hapo, katika hali ya mshangao, baraza likiamini kuwa viongozi tajwa wangetii maamuzi hayo, ndipo mjumbe alijitambulisha kuwa ni mjumbe baraza la mashekhe mkoa wa Morogoro aliposimama msikitini hapo mbele ya waumini na mbele ya chombo kimojawapo cha habari na kuyasema hayo aliyoyasema. Ndugu Waislamu, ieleweke fika kwamba baraza la mashekhe limetimiza majukumu yake kwa madaraka lililonayo kwa mujibu wa katiba ya BAKWATA ibara ya 38 kifungu cha 5, kinasomeka: kumwachisha uongozi imamu wa msikiti na kiongozi yoyote wa ngazi ya msikiti. Ndugu Waislamu, baraza la mashekhe linasema yafuatayo: kwanza, mjumbe aliyejitambulisha kuwa ni mjumbe baraza la mashekhe mkoa wa Morogoro ni muongo, na kibaya zaidi ameyatamka maneno hayo akiwa msikitini, tena mbele ya katibu wa BAKWATA mkoa, jambo ambalo baraza linapata ukakasi kwa kitendo cha kujipachika cheo kisicho cha kwake, na bado katibu anakaa kimya. Ukweli ni kwamba Sheikh Muhammad Bafadhil ni mjumbe wa halmashauri BAKWATA mkoa wa Morogoro na si mjumbe baraza la mashekhe mkoa wa Morogoro. Aidha, mjumbe huyo pili
mjumbe huyo wa halmashauri ngazi ya mkoa amekiri kwa kinywa chake kuwa hajaagizwa na mamlaka yoyote ndani ya baraza kwenda kusema hayo aliyosema msikiti wa Kingo. Hayo ameyasema mbele ya viongozi wa BAKWATA wilaya na katibu wa mkoa. 3. Baraza la Masheikh wilaya Morogoro mjini limefanya maamuzi yake halali na kwa madaraka lilionayo kupitia vikao vyake vya kikatiba, rejea ibara ya 39. Baraza la Masheikh litafanya vikao vyake vya kawaida mara moja katika kila miezi 6, lakini linaweza kuwa na vikao vya dharura kwa kuitishwa na mwenyekiti wake ambaye ndiye Sheikh wa wilaya, au kwa kuitishwa na nusu ya wajumbe wa baraza hilo, au kwa maagizo ya kikao cha juu yake. 4. Kwa kuwa baraza limekuwa likitekeleza uwajibikaji kwa baadhi ya maimamu wasioendana na miongozo ya Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sanjari na katiba ya BAKWATA ambayo ni pamoja na kuendana na falsafa ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Mkuu Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Wambwana ya jitambue, badilika, acha mazoea, baraza linamtaka imamu aliyetenguliwa uongozi wake kwanza atii, kisha fuata utaratibu ambao baraza linaamini anaufahamu. 5. Baraza linalaani kauli iliyotolewa na kiongozi huyo wa ngazi ya mkoa kuwa BAKWATA wilaya imeoza. Baraza linamtaka atoke hadharani na aliombe radhi baraza sambamba na Waislamu wa Morogoro mjini kwa ujumla wake ambao ndio wanaohudumiwa na baraza hilo. 6. Baraza la Masheikh limekuwa likitimiza wajibu wake ikiwemo kuchunga nidhamu ya dini ndani ya wilaya ya Morogoro, ikiwemo kutoa maamuzi ya masuala yote ambayo hukumu yake moja kwa moja imo katika Qur'ani na Sunna, sanjari na kutatua migogoro mbalimbali ndani ya wilaya ya Morogoro mjini. Aidha, baraza la Masheikh kwa kushirikiana na halmashauri wilaya ya Morogoro mjini limefanikiwa kusajili viwanja zaidi ya 30 na kuviingiza ndani ya baraza. 7. Baraza la Masheikh linatoa karipio kali. Baraza la Masheikh linatoa karipio kali kwa baadhi ya maimamu wanaozitumia mimbari zao vibaya, ikiwemo kuwaruhusu watu ambao si viongozi wa baraza kutumia majukwaa hayo vibaya, ikiwemo kulikashifu baraza na kuleta chokochoko na mifarakano ambayo inaweza kupelekea uvujifu wa amani. Imam au kiongozi yoyote wa ngazi ya msikiti atakayekiuka mwongozo huu, taratibu za kinidhamu zitachukuliwa dhidi yake. Imamu wa msikiti anatakiwa au kiongozi wa kwanza kwenye msikiti wake kulisemea baraza. Hitimisho. Baraza linawatakia kila la kheri katika kutumikia umma wa Kiislamu bila kusahau falsafa ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali Wambwana ya jitambue, badilika, acha mazoea. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.